Mambo vipi mtazamaji wa Biomedia? Hope uko poa wewe ambaye tayari unanitazama popote pale ambako uliko. Kwa upande wangu niko poa sana na nikukaribisha kupitia Biomedia kwa ajili ya kuhabarika kuna habari za siasa, matukio ya kijamii, habari za udaku, basi na kusahau michezo na burudani. Tuangazie taarifa kunako habari za kisiasa ambako Mange ameivaa Chadema awachana makavu kuhusu Tundu Lissu. Mnaonesha uoga kumtetea Lissu. Wadau wa mjibu njoo wewe mtetee. Haya ni kauli za mwanaharakati wa Tanzania ambaye anaishi ughaibuni Mange Kimambi zimezua ama kuibua mjadala mzito katika mitandao ya kijamii na ndani ya anga za siasa za upinzani nchini baada ya kuikosoa safu ya uongozi wa Chadema akidai kuwa imeonyesha uoga katika kumtetea mwenyekiti wake Tundu Antimuigai Lissu ambaye kwa muda mrefu amekuwa akikabiliwa na changamoto za kisiasa na kisheria. Katika ujumbe wake ulioenea mitandaoni, Mange ameweka msisitizo kuwa Tundu Lissu amekuwa akipitia kipindi kigumu cha mateso na misukosuko ya kisiasa, lakini bado ameendelea kusimama imara bila kuyasaliti maslahi ya Tanzania. Kwa sasa na kwa mujibu wa Mange Kimambi, msimamo huo wa Lissu unapaswa kuendana na uungwaji mkono wa wazi na wa nguvu kutoka kwa viongozi wenzake wa chama hicho, jambo ambalo anadai halijitokezi kwa kiwango kinachostahili. Mange amesema anashangazwa sana na kile alichokiita ukimya na tahadhari kubwa anayochukuliwa na baadhi ya viongozi wa Chadema, hasa katika kipindi ambacho jumuiya mbalimbali za kimataifa zimekuwa zikionyesha msimamo kuhusu haki za binadamu na hali ya kisiasa ambayo inamkabili Tundu Lissu. Ameeleza kuwa kwa mtazamo wake, juhudi za kimataifa zimeonekana kuwa kubwa zaidi kuliko harakati za ndani ya chama cha Chadema. Sasa kauli zake Mange katika kauli ambazo amezitoa amedai kuwa viongozi wengi wa chama hicho wamekuwa wakijizuia kuchukua hatua kali za kisiasa kama vile maandamano au mikutano ya wazi ya kumtetea mwenyekiti wao. Lakini ameitaja hali hiyo pia kama siasa za uoga, akisitiza kuwa kuna tofauti kubwa kati ya msimamo wa Lissu na ule wa baadhi wa viongozi wake ndani ya chama cha Chadema. Hata hivyo, mjadala huu kiukweli mtazamaji umeibua mitazamo tofauti mitandaoni. Wako ambao wanakubaliana na hoja za Mange wakisema upinzani unahitaji ujasiri zaidi katika nyakati nyeti za kisiasa, huku wengine wakisitiza kuwa siasa za kisiasa zinahitaji busara, mikakati na tahadhari ili kuepuka kuongeza mivutano isiyo ya lazima. Lakini kwa ujumla mjadala huu unaendelea kuonyesha namna siasa za Tanzania zilivyo na ufuatiliaji mkubwa wa wananchi, hasa pale viongozi na wanaharakati wanapotoa kauli zinazogusa mustakabali wa vyama vya siasa na viongozi wake wakuu. Baada ya kauli hiyo ya Mange kuhusu Tundu Lissu akikosoa Chadema, wadau wamemvana kumuita mnafiki anatumia mgongo wa Tundu Lissu kuhamasisha maandamano. Kama ingekuwa na uchungu na Tundu Lissu, basi angejiri Tanzania kwa ajili ya kupambana atoke. Mbona anaongelea mbali? Hao wanaharakati wa kisiasa wanatumiwa na watu wenye pesa kwa maslahi yao binafsi. Tukiwasikiliza watu tupoteza na kupoteza amani yetu. Hizi ni kauli za wadau kufuatia hili ambalo linazungumzwa na Mange Kimambi kuikosoa Chadema. Mimi ninatamatisha mtazamaji wa Biomedia. Nini maoni yako katika hili? Basi unaweza kuandika moja kwa moja ili tuweze kuangazia kwa wakati mwingine.